mtakatifu ni wewe, wa kusifiwa ni wewe, 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 mtakatifu ni wewe, wa kusifiwa ni wewe. Hallelujah. Wow. Sitamtambulisha, atajitambulisha mwenyewe. I'm not going to introduce you. You are the son of the. You're going to introduce yourself. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. I'm so happy to be in the house. Amen. Nina furaha kuwepo. Praise the Lord. You may take your seats. Unaweza kuketi. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Before I do anything, kabla sijafanya chochote, I just want to acknowledge the presence of my father. Ningependa nitambue uwepo wa baba yangu, Prophet Oi Mwasambili, Nabii Oi Mwasambili, and my mother Precious, na mama yangu Precious. Hallelujah. Hallelujah. You know, I'm so glad to be here. Nina furaha kuwepo hapa, because when I'm here always, kwa sababu ninapokuwepo hapa wakati wote, there is a shift that I normally have in the spirit. Kuna badiliko ambalo kuna geuko ambalo ninakuwa nalo. The moment I connect myself to this altar, muda ninapojiunganisha na hii madhabahu, I feel something in my spirit. Ninahisi kitu katika roho yangu. Hallelujah. Hallelujah. There's God in this church. Yuko Mungu katika kanisa hili. The God of this altar, Mungu wa madhabahu hii, is a different God. Ni Mungu wa tofauti. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Shout Jesus. Sema Yesu. Shout Jesus. Sema Yesu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Ninakuomba unipatie sikio lako. Amen. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Because I'm a teacher. Kwa sababu mimi ni mwalimu. Amen. So I want to teach. Kwa hiyo ninataka kufundisha. Hallelujah. Shall we pray? Tunaweza kuomba. Father, in the name of Jesus, Baba, katika jina la Yesu, we allow your spirit to be with us. Tunaruhusu roho wako awe pamoja nasi. We pray that, Lord, may your presence be more. Tunaomba kwamba Mungu uwepo wako even as we share the word, hata tunapotoa neno, we know tunaposhirikisha that, Lord, we are not our own. Tunajua Mungu hatuko peke yetu. You own us, King of glory. Unatumiliki Mungu. It is my prayer, ni maombi yangu, even as I speak, hata ninaponena, anoint my word, anoint my voice, paka mafuta sauti yangu as I share the word. Ninaposhirikisha neno, Lord, Mungu, we refuse to be the same. Tunakataa kuwa kama tulivyo. As we hear your word, tunaposikia neno lako, may you speak to our soul.
na useme na nafsi zetu. Father, we thank you. Baba, tunakushukuru. Start with us Anza pamoja nasi and finish with us. na maliza pamoja nasi, Together with my interpreter. pamoja na mtafsiri wangu. Father, I pray for the grace of interpretation Baba, ninaomba neema ya kutafsiri of your word. neno lako In Jesus' name. katika jina la Yesu. Amen. Amen. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Mwambie jirani wako asema don't keep quiet. Mwambie jirani yako usikae kimya. Amen. Don't keep quiet. Usikae kimya. You are in the presence of God. Upo kwenye uwepo wa Mungu. Open up your ears Fungua sikio lako to hear from the Lord. kusikia kutoka kwa Bwana. Hallelujah. Hallelujah. I love you, church. Amen. Ninawapenda kanisa. I love you, church. Amen. Ninawapenda kanisa. This is my place. Hapa ni mahali pangu. Hallelujah. Hallelujah. Thank you. Asante. I've entitled my message, Nimeuita ujumbe wangu The Price of New Dimensions. gharama ya hatua mpya. The price Gharama. of new dimensions. Gharama ya uelekeo mpya. The moment I came here, Muda nilipofika hapa, I heard the word from my father. nilisikia neno kutoka kwa baba yangu. He said, this week, Alisema wiki hili we are waiting upon the Holy Ghost tunamsubiria Roho Mtakatifu to be filled. ili tujazwe. We are in Acts chapter 2. Tupo kwenye Matendo ya Mitume sura As we 2. are waiting for the refilling of the Holy Ghost. Tunaposubiri ujazo wa Roho Mtakatifu. So I was happy to hear that. Kwa hiyo nilifurahi kusikia hicho. Then I said, my father, Na ndipo nikasema, baba yangu, teach me your word now. nifundishe neno lako sasa. What can I give your children now? Ni nini naweza kuwapa watoto wako? Because they are in the process of waiting upon the Holy Kwa Ghost. sababu wapo kwenye mchakato wa kumsubiri Roho Mtakatifu. Then I went in prayer. Ndipo nikaingia kwenye maombi. Then God connects me Ndipo Mungu akaniunganisha. to say, I want you to pray. I want you to speak Nataka uongee upon the price kuhusu gharama of new dimensions. ya uelekeo If mpya. you want to go higher, Kama unataka there kwenda are juu, things that you need to understand kuna vitu ambavyo inabidi in uelewe this kingdom. katika ufalme huu. Hallelujah. Hallelujah. There are principles that you need to follow. Kuna sheria au kuna principle ambazo unatakiwa uzifuate. Amen. Kuna kanuni ambazo unatakiwa uzifuate. You need to understand this. Unabidi uelewe hiki. Christianity is not a religion. Ukristo sio dini. Christianity is a relationship. Ukristo ni mahusiano. So if your relationship is compromised, kwa hiyo kama mahusiano yako yamechanganyika with Jesus Christ, na Yesu Kristo, then you cannot receive kwa hiyo huwezi kupokea from him. kutoka kwake. Hallelujah. Praise the Lord. So do not allow yourself to compromise. Kwa hiyo usijiruhusu mwenyewe, usijichanganye mwenyewe. It will affect your spiritual life. Kwa sababu itaathiri maisha yako ya kiroho. If your relationship is compromised, kama maisha yako ya kiroho yamechanganyika, it will affect your relationship with Jesus. Itaathiri mahusiano yako na Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana asifiwe. The other thing that you need to understand, kitu kingine ambacho inabidi uelewe, that God is the Spirit. Kwamba Mungu ni roho. And those who worship him must worship him in truth and in spirit. Na wale wamwabuduo imewapasa wamwabudu katika roho na kweli. That is John chapter 4. Hiyo ni Yohana sura ya 4 and verse 24. na mstari wa 24. So if God is the Spirit, kwa hiyo kama Mungu ni roho, you too you need to be in the Spirit. Wewe pia unapaswa kuwa katika roho. Because the flesh, kwa sababu mwili cannot exalt Jesus. Hauwezi kumuinua Yesu. Hallelujah. Hallelujah. If you are in a carnal mind, kwa hiyo if you have carnal mind, kama huna ufahamu mzuri, ufahamu wako kama ni mdogo, it means you cannot be subject to the Spirit of God. Hauwezi kuwa chini ya nguvu ya Mungu. Hallelujah. So there are things that I want to share with you. Kwa kuna vitu ambavyo ningependa tushirikishane na wewe. There are principles that we need to follow as we approach our Father. Kuna kanuni ambazo inabidi tuzifuate tunapomsogelea baba yetu.
I'll take you back to Genesis chapter 1 verse 1. Nitakurudisha kwenye Mwanzo sura ya kwanza mstari wa kwanza. Let us read together. We are going to reach at 4. Tunakwenda kusoma pamoja mpaka mstari wa 4. Genesis chapter 1 Mwanzo sura ya kwanza verse 1. Mstari wa kwanza. In the beginning, the Bible says, in the beginning, Biblia inasema hapo mwanzo God. Mungu. In the beginning, Hapo mwanzo God Mungu created the heavens and the earth. aliziumba mbingu na nchi. So whatever you do, Kwa hiyo chochote unachokifanya, anything that you want to do, chochote ambacho unataka kukifanya, it begins with God. kinaanza na Mungu. You need to understand this. Inabidi uelewe hiki. Whatever you want to do, Chochote unachotaka you kukifanya, have to start with Him. inabidi uanze na yeye. That's why the Bible says, in the beginning, Ndio maana Biblia inasema hapo mwanzo God. Mungu. Hallelujah. Haleluya. So you cannot begin anything without Kwa hiyo huwezi kuanza chochote God. bila Mungu. Hallelujah. Haleluya. So let us go to verse 2. Twende mstari wa 2. And the Bible says, Na Biblia inasema, now the earth was formless and empty, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, and darkness was hovering upon the face of the deep. na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji, And the Spirit of God was hovering upon the waters. na roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Now understand this. Sasa elewa hiki. There is what we call the Spirit of God Kuna kitu tunaita roho wa Mungu was hovering upon the water. ilikuwa imetulia juu ya uso wa maji. Why? Because the Spirit had no place to stay. Kwa nini? Ni kwa sababu roho hakuwa It is na the sehemu ya same kukaa. with a child of God. Hii ni sawa na wana wa If Mungu. you are in darkness, Kama uko katika giza, you cannot receive the Spirit of God. huwezi kupokea roho wa Mungu, Because the Spirit of God will have no place in you. kwa sababu roho wa Mungu hana nafasi ndani You hear yako. the word of God says, and the Spirit of God was hovering. Unasikia neno la Mungu linasema, na Upon roho wa the Mungu haikuwa waters. ikitulia juu ya uso wa Because maji, there was darkness. kwa sababu kulikuwa na giza. So if at all you are in the flesh, Kwa hiyo kama uko katika mwili, you are in darkness, upo katika giza, the Spirit of God cannot rest upon you. roho wa Mungu hawezi kukaa juu yako. Hallelujah. Haleluya. Are we together? Tuko pamoja. Are we together? Tuko pamoja. I'm just making the foundation. Ninaweka tu msingi. I'm not yet there. Bado sijaanza. But I want you to understand. Lakini nataka uelewe, In your Christian journey, katika safari yako ya I Ukristo, said number 1, you need to begin with God. nilisema namba 1 inabidi uanze na Mungu. Number 2, Namba 2 I've said nimesema about the Spirit. kuhusiana na roho. The Spirit cannot rest upon your life Roho wa Mungu hawezi kukaa if juu you ya are maisha in the yako physical world. kama uko katika Or ulimwengu you wa are mwili in the flesh. au upo katika mwili. The Spirit dwells in a man Roho anakaa ndani ya who mtu is connected to Jesus. ambaye ameunganika na Who Yesu, is connected to God. ambaye ameunganika kwa Mungu. Hallelujah. Haleluya. Number 3. Namba 3, Let us go to verse 3. twende mstari wa 3. And the Bible says, Na Biblia inasema, and God said, na Mungu akasema, let there be light. iwe nuru, And there was light. na ikawa nuru. Hallelujah. Haleluya. So, number 3 thing that I want you to understand. Jambo la 3 ambalo nataka uelewe, The moment God says, let there be light, muda Mungu aliposema na iwe nuru, and he began to speak. na akaanza kunena, Now let there be this and this and this. akasema na kuwe hiki na kuwe hiki So na hiki. you and me, Kwa hiyo wewe na mimi, if we are in darkness, kama tupo katika we giza, cannot do anything. hatuwezi kufanya As the chochote. child of the kingdom, Kama mwana wa we ufalme, speak tunasema in the presence of light. katika uwepo wa nuru. Are we together? Tuko pamoja. You know, we speak Tunasema in the presence of light. mbele ya uwepo wa nuru. What kind of the light I'm talking about? Ni nuru ya aina gani When you inayoiongelea? go to John chapter 1, Ukienda Yohana sura ya 1, when you read ukisoma verse 1 and up to 4, ukisoma mstari wa 1 mpaka wa you 4, hear the Bible says, utasikia Biblia inasema, this was the light of men.
Na hii ilikuwa ni nuru ya watu. It was the light of men. Ilikuwa ni nuru ya watu. Hallelujah. Hallelujah. So as a child of the kingdom, kwa hiyo kama mwana wa you ufalme need to speak inabidi unene in the presence of light. mbele ya uwepo wa nuru, And then you can receive the answers. ndipo utapokea majibu. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana asifiwe. We don't just speak anyhow. Hatusemi tu, We speak in the presence of light. tunasema katika uwepo wa nuru. That's why God says, let there be light. Na ndio maana Mungu anasema na kuwe Because there nuru, was darkness. kwa sababu kulikuwa na giza. God cannot see anything. Yesu, Mungu hawezi kuona chochote. Hallelujah. But Hallelujah. he has to proclaim the light. Lakini ilibidi aitangaze nuru. And you as a child of God, Na wewe kama mwana wa when you Mungu, come to the presence of God, unapokuja mbele ya uwepo wa you Mungu, speak in the presence of light. unasema mbele ya uwepo wa And nuru. that light was the life of men, Na hiyo nuru ilikuwa ni nuru ya which is watu, Jesus Christ ambayo ni himself. Yesu Kristo. Hallelujah. Are we together? Tuko pamoja. Yes. We talk in the presence of light. Tunasema katika uwepo wa nuru. When God saw that the light was good, Mungu alipoona kwamba nuru ni njema, ni nzuri, that's when now he began to declare, ndipo akaanza sasa kutamka, let there be this, na kuwe hiki, let there be this, na kuwe hiki, let there be this. na kuwe hiki. Hallelujah. Haleluya. You know why the light is important? Unajua ni kwa nini nuru ni ya muhimu? Because the light is the principal factor. Kwa sababu nuru ni kanuni ya muhimu sana As for accessing spiritual realities. inapohusiana na kuingia katika uhalisia wa roho. I'll repeat. Ninarudia. The light is the principal factor. Nuru ni kanuni ya muhimu As far as accessing spiritual realities. Inapofika kuhusiana na kuingia katika realities, katika uhalisia wa rohoni. Hallelujah. Hallelujah. So you cannot access spiritual realities. Kwa hiyo huwezi kuingia katika uhalisia wa nuru wa rohoni in darkness. Kama upo katika giza. That's why I said the light is the principal factor. Ndio maana nimesema nuru ni ya muhimu kwa wewe kuingia the spiritual realities, kwenye uhalisia wa kiroho. If you are in darkness, kama uko katika giza, then you can't see anything. Hivyo huwezi kuona chochote. That happens in the spiritual realm. Ambacho kinatokea katika ulimwengu roho. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Are we together? Tuko pamoja. Utaacha watu kumkongo. Utamgonga mtu. I'm saying I can be speaking, then I make people to remain behind. Ninaweza nikaongea lakini nawaacha watu nyuma. Are you with me? Tuko pamoja. Asante sana. Praise the Lord. So that's why the light is very important. Kwa hiyo ndio maana nuru ni ya muhimu sana. Now, hear this. Sasa sikia hiki. So what are the prices for new dimensions? Sasa ni nini gharama ya uelekeo mpya? What are the prices for new dimensions? Gharama za kwa uelekeo mpya. Number 1. Jambo namba 1. You need to have a deeper experience with Jesus Christ. Inabidi uwe na deeper experience. Inabidi uwe na ushirika wa ndani na Yesu. Hallelujah. Are we together? So if you have a deeper experience with Jesus Christ, kwa hiyo kama una ushirika wa ndani na Yesu, let me explain this. What is this? Ngoja nielezee hiki. Hiki ni nini? This is the intimate relationship. Huu ni uhusiano wa ndani. This is the relationship. Ni uhusiano. The relationship that you have with mother and father. Uhusiano ambao uko nao na baba yako na mama yako. Or your wife and yourself. Au mke wako na wewe mwenyewe. There is that relationship. Kuna huo uhusiano. Hallelujah. Hallelujah. So now if we have a deeper relationship with Jesus Christ, kama tuna uhusiano wa ndani wa kina na Yesu Kristo, then there are things that you need to know. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo inabidi tuelewe. You revolve around your identity. Unazunguka katikati ya utambulisho wako. Hallelujah. Let us go to 2 Kings. Twende Wafalme wa pili. Chapter 19. Sura ya 19. Verse 8. Mstari wa 30. 2 Kings. Wafalme wa pili. Chapter 19. Sura ya 19. Verse 8. Mstari wa 30.
once more, a remnant of the kingdom of Judah will take root below and bear fruits upwards. Na mabaki yaliyookoka ya nyumba ya Yuda yatatia mizizi chini na kuzaa matunda juu. So, if you want to understand this scripture, kwa kama unataka kuelewa hiki kifungu, we've talked about the deeper experience with God. Tumeongelea kuhusu ushirikiano wa kina na Mungu. So this scripture has brought us now hasa ili andiko sasa linatuletea to a way that we need to understand. Katika namna ambayo inabidi tuelewe. If you have not been rooted into the word of God, kama hauna kina katika neno la Mungu, you cannot bear any fruit. Huwezi kuzaa matunda yoyote. That's why it is very important for you and me. Ndio maana ni muhimu sana kwa wewe na mimi to have a strong relationship with Jesus. Kuwa na mahusiano ya nguvu sana na Yesu. Because Jesus Christ is the word. Kwa sababu Yesu ndiye njia. It is the word. Ndiye neno. Hallelujah. So if you are rooted into the word of God, kwa hiyo kama ukiwa umesikika katika neno la Mungu na naye akawa na mahusiano mazuri na wewe, you are going to bear much fruit. Ndipo ambapo utakwenda kuzaa matunda. Because your roots have been going down. Kwa sababu mizizi yako imekwenda kwenye kina kirefu. What are those roots? Hiyo mizizi ni nini? Your relationship with your Father Jesus. Mahusiano yako na baba yako Yesu has gone deeper. Yamekwenda kwa kina. That's why he said, if you are with me, ndio maana amesema ukiwa pamoja nami, anything, ukiomba chochote, and I'll provide. Nami nitakupa. Because there is that relationship. Kwa sababu kuna huo uhusiano. Hallelujah. Hallelujah. Are we together? Tuko pamoja. Praise the Lord. Bwana asifiwe. So there's need for you and me to have a deeper relationship with your Father. Kwa hiyo kuna muhimu sana wa wewe na mimi kuwa na mahusiano ya kina na Mungu. Without this you cannot experience supernatural. Pasipokuwa na hiki hatuwezi kupata miujiza yoyote. Supernatural things. Hatuwezi kupata vitu vya kiungu vyovyote. It is impossible. Inawezekana. There's need for you to have a strong and deeper relationship with Jesus. Kuna umuhimu wa wewe kuwa na mahusiano ya kina na Yesu Kristo. You are going to bear much fruits. Ndivyo ambapo utakwenda kuzaa matunda. Hallelujah. Hallelujah. You have to understand this. Inabidi uelewe hiki. Before you take a journey, kabla hujaanza safari with you, pamoja na wewe, you should verify. Inabidi uhakikishe if you are with him. Kama uko pamoja naye. Verify yourself if Jesus Christ is with you. Hakiki mwenyewe kama Yesu yuko pamoja nawe. Can I give you the example? Naweza nikawapa mfano. Exodus 33. Kutoka sura 33. Verse 14. Mstari wa 14. You need to verify if Jesus Christ is with you. Inabidi uhakiki mwenyewe kwamba Yesu yuko pamoja nawe. Then move with him now. Sasa ndipo utembee pamoja naye. Hallelujah. Hallelujah. Exodus 33. Kutoka 33. Verse 14. Mstari wa 14. The Bible reads. Biblia inasema. The Lord replied. Bwana akajibu. My presence will go with you. Uwepo wangu utakwenda pamoja nanyi. Nawe. Let's go down up to 16. Twende mpaka mstari wa 16. Verse 15. Mstari wa 15. Then Moses said to him, if your presence does not go with us, do not send us up from here. Naye akamwambia, uso wako usipokwenda pamoja nami, usituchukue kutoka hapa. You know, why did Moses ask for the presence of God? Ni kwa nini Musa aliomba uwepo wa Mungu? It is because he cannot move himself without Jesus.
Ni kwa sababu hawezi kutembea yeye peke yake He bila Yesu. cannot conquer. He cannot do anything without God. Hawezi kushinda, hawezi kufanya chochote bila Mungu. That's why in my introduction I said everything begins with God. Ndio maana katika kuanza kwangu nilisema kila kitu kinaanza na Mungu. He said if you are not going to go with you, Kama hatokwenda na wewe, then it is better we keep quiet and stay here. basi ni afadhali tukae kimya na Because tukaki he hapa. knew that in the process of moving, Kwa sababu alijua katika mchakato we wa are kwenda going to mbele meet a lot of challenges. tutakwenda kukutana na changamoto That's why nyingi. we need the presence of God. Ndio maana tunahitaji uwepo wa Mungu. Many pastors are raising the churches Wachungaji wengi wanainua makanisa without the revelation, bila ufunuo, without knowing that Jesus is with them. bila kuelewa kwamba They Yesu yuko just pamoja take nao. themselves. Wanakwenda wao wenyewe peke People yao. are starting businesses Watu wanaanza biashara without inquiring that if they're verifying if they are with Jesus. pasipo kuhakiki kwamba kama wana mahusiano So mazuri na I Yesu. said, if you want to go Kwa hiyo kama unataka kwenda a journey, na kuendelea na safari, verify if you are with the Lord. hakiki kama uko pamoja na Mungu. Hallelujah. Yes. You cannot just move like this and then I'll go. Hauwezi kwenda kama unavyokwenda kwamba nitaenda. That's why many people have failed. Ndio maana watu wengi wameshindwa. Moses himself said, if you are not going to take us, Musa mwenyewe anasema kama then it hautotuchukua is better we remain here. basi ni bora tubaki hapa. He knew the consequences that should come. Alijua madhara ambayo yangewapata, That when I move alone, kwamba nikienda peke yangu anything can happen. kila kitu kinaweza kutokea, But I need someone lakini nahitaji mtu to be mmoja in front of me. awe mbele yangu, Then I'll achieve. ndio nitashinda. Amen, kanisa. Haleluya kanisa. Mnanyongopesha, mnakuwa quiet sana. You are too quiet. Mpo kimya sana. Hallelujah. Haleluya. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Are we blessed? Tumebarikiwa. Amen. I give you point number 2. Ninakupa pointi namba 2. The price of being what? For new dimension. Gharama The price ya for new uelekeo dimension. mpya. Number 2. Namba 2. You should understand that Inabidi ufahamu kuwa you should have the price of unbending. Sorry, let me repeat myself. There must be a price of unbending focus. Unbending. unabidi uwe na gharama ya kuto kukunjika au kupinda. Usio kunjika. Usio kunjika. So there must be a price of unbending focus. Lazima kuwepo na gharama ya kuto kukunjika. You should not have the price of unbending focus. Haitakiwi uwe na gharama ya kukunjika ya uelekeo wa kukunjika. If you're feeling. Amen. Amen. Together we shall move. Pamoja tutakwenda. Hallelujah. Amen. Philippians chapter 3. Wafilipi sura ya 3 and verse 13 na mstari wa 13 to 14. mpaka wa 14. Hallelujah. Philippians chapter 3. Wafilipi sura ya 3. Give us Philippians. Tupewa Filipi. Yes, this is Paul. Huyu ni Paulo. And he begins to tell the Philippians. Anaanza kuambia Wafilipi. I press on towards the goal to win the prize for which God has called me. Heaveward in Christ Jesus. I will repeat. I press on towards the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Na kaza mwendo nifikie mede ya thawabu ya mwito mkuu wa Mungu katika Kristo Yesu. 14. Mstari wa 10. I said you start from 13. Nisema tuanze mstari wa 13. Yes. Okay. Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do, forgetting what is behind and standing
towards what is ahead. Ndugu, sijidhanii nafsi yangu kwamba nimekwisha kushika. 14. Ila natenda neno moja tu, nikiyasahau yaliyo nyuma, nikiyachumilia yaliyo mbele. So when we see about Paul, kwa tukiona kuhusu Paulo, Paul was telling us to say, Paulo alikuwa anatuambia kusema, I leave everything behind me. Ninaacha kila kitu nyuma. And focus. Na kuweka uelekeo wangu. I'm not a kind of a person who bends. Sio mtu ambaye ninakunjika behind. Au ambaye ninatazama nyuma. I'm a kind of a person who focus. Mimi ni mtu ambaye ninaangalia mbele. So I focus towards the mark. Kwa hiyo ninaangalia uelekeo wangu kule ambako naishia. Before me. Kile ambacho kimesimama mbele yangu. There is a price that is put ahead of me. Kuna gharama ambayo imewekwa mbele yangu. That I need to obtain. Ambayo inabidi niifikie. So whatever comes on my way, kwa hiyo chochote kinachokuja mbele yangu, no issue. Sina habari nacho. Whether I fall, ninaweza nikiondoka, whether I die, au nikifa, I focus. Ninaweka uelekeo wangu towards my goal. Kuelekea kwenye lengo langu. To receive the prize. Kupokea thawabu yangu. In your Christian journey, katika safari yako ya Ukristo, never should you bend. Usikunjike. Remain focused. Uwe na uelekeo thabiti. We know that Christianity is tough. Tunajua mambo ya Ukristo yalivyo. Once you are with Jesus Christ, ukiwa na Yesu Kristo, then you are going to have a courage. Ndipo utakwenda kuwa to move with him. Utakwenda kuwa na nafasi ya kutembea pamoja naye. You know that I'm not alone. Utajua kwamba siko peke yangu. I've got someone who is backing me. Niko na mtu ambaye yuko sehemu yangu. The kingdom of God is backing me. Kwa hiyo ufalme wa Mungu ndio unaonishikilia. I will not fear. Kwa hiyo sitaogopa. I'll move forward. Nitakwenda mbele. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Watu wengine kama wanamwambia kuko vifungo. Papa, what's the problem? Today 10 days of prayer and fasting. Kuna shida gani? Siku 10 za maombi ya kufunga. No, I can't manage. Siwezi kabisa. We are not kind of people who shrinks back. Sisi sio aina ya watu ambao tunarudi nyuma. And we are not kind of people who doubts. Sisi sio aina ya watu ambao tuna mashaka. The moment we are rooted with him, muda tulipothibitika ndani yake, whatever comes, chochote kinachokuja, if it is in the will of God, kama kipo katika mapenzi ya Mungu, then we are going to enter and move with him. Sio hivyo, tutakwenda kuingia na kwenda pamoja naye. Who have no fear. Hatuna hofu. Hallelujah. Hallelujah. Who stand. Tunasimama. Praise the Lord. Bwana asifiwe. And verse 15. Na mstari wa 15. The same scripture. All of us, who are mature, should take in such a view of things. And if one same point you think differently, that too God will make clear to you. Verse 16. Basi sisi tulio wakamilifu tuwaze hayo, na hata mkiwaza mengine katika jambo lolote, Mungu atawafunulia hilo nalo. Whatever it is, God is going to reveal to you. Unajua Mungu atakwenda kufunua kwako the secret things of the kingdom. Siri za ufalme. That's why we can't fail. Ndio maana hatuwezi kushindwa. Because there is a direction. Kwa sababu kuna maelekezo that we are taking. Ambayo tunayapata. If we receive, if we are in the difficult things, kama tupo katika hali ngumu, then God is going to reveal to us. Ndipo Mungu atakwenda kufunua kwetu his purposes. Makusudi yake. Unto us. Kwetu. Hallelujah. Hallelujah. So it is very difficult for you to move without Christ. Unajua ni ngumu sana kwa wewe kutembea bila Kristo. Hallelujah. Hallelujah. And if we are with Christ, na tukiwa na Kristo, we are not going to bend anyhow. Hatuwezi kwenda kukunjika au kwa namna yote. Tutaweka uelekeo wetu kwenye lengo letu. Amen. Are we together? Hallelujah. So, let me encourage you in this. Ngoja nikutie moyo katika hili. You must obtain grace. Uwe na neema. To fight the arrive mentality.
Nitarudisha tena hapa. You must obtain grace. Inabidi upate neema To fight. Kupigana. Against the arrive mentality. Kupigana na ufahamu unaoinuka juu yako. This kind has killed a lot of Christians. Watu wengi amakufa because they, if they have money. I'll give you an example. Nitakupa mfano. Kama wana fedha, hata kama weko na ile zawadi ya kuona ya maonyo, tena wanaona za prophet, maybe me I can see better without a prophet. Mimi naweza kuona vizuri bila hata prophet. Na Mungu ananionyesha mimi. So wanaonekana sawa, wanafika. Wanaonekana kama wako sawa. Amen. Amen. So don't have an arrive mentality. Kwa usiwe na ufahamu au akili ya kuinua. There is a lot of things that you need to see and know. Kuna vitu vingi ambavyo inabidi uvione na kuvisikia. Even in your physical life. Hata katika maisha yako. Yes, you can be content. Ndio, unaweza kuwa umejitosheleza. But don't have an arriving mentality. Lakini hauna sisi tumefika hapa. Tuko na nini? Lakini usio na mtazamo ya kwamba umekwisha kufika. Good. Don't have that arriving mentality. Usiwe na mtazamo ya kwamba umekwisha kufika. There is a lot of things that you need to do to know. Kuna vitu vingi ambavyo inabidi uvifanye na kuvijua katika ufalme huu. Hallelujah. Sisi tumefika, mnafika, mko na nini? Mungu anatupatia maonyo, tumaona sasa. Wait, there are a lot. Kuna mengi. So don't have that arriving mentality. Kwa hiyo usiwe na ufahamu ya kwamba umefika. Continue pressing on. Endelea kusonga mbele. 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 When the things are tough, vitu vikiwa vigumu, push, go forward. Endelea kusonga mbele. Go forward. Nenda mbele. Hallelujah. Hallelujah. We are running towards our mark. Tunakimbia kuelekea kwenye lengo letu. Are we together? Sisi tumefika. Hapana, hamuyafika. Tuna mwendo. Hallelujah. Isaiah 50. Isaya 50. Verse 7. Mstari wa 7. Isaiah 50. Isaya sura ya 50. Verse 7. Mstari wa 7. Because the sovereign Lord help me, I will not be disgraced. Therefore have I set my face like a flint, and I know I will not put to shame. Maana Bwana Mungu atanisaidia, kwa sababu hiyo sikutahayari. Kwa sababu hiyo nimekaza uso wangu kama gumegume, nami najua ya kuwa sitaona haya. Hallelujah. You set your feet as a flint. Unajua unakaza uso wako kama gumegume. Hallelujah. Hallelujah. Don't have pride, please. You are going to fall. Usiwe na kiburi, utadondoka. Be firm where you are standing. Uwe thabiti pale ambapo umesimama. It's true. Yes. When pride enter, kiburi kinapoingia, that is the reason why devil was casted here on earth. Hiyo ndio sababu shetani alitupwa hapa duniani. Because he wanted to see that he's equal with the Father. Kwa sababu alitaka kuona kwamba yeye yuko sawa na Mungu. And the Lord bring him down. Na Bwana akamshusha chini. Because of pride. Kwa sababu ya kiburi. So pride destroys everything. Kwa hiyo kujiinua kunaharibu kila kitu. There is need for you to have a humility mentality. Kuna muhimu wa wewe kuwa na ufahamu wa kunyenyekea. Hallelujah. Let me give you my example. Ngoja nikupe mfano wangu. Mimi watu wa mingi hawajui kama miko pastor, kama miko nani. Hello? When you come to Zambia, ukija Zambia, you understand that this person is different. Utaelewa kwamba huyu mtu ni wa tofauti.
I'm the vice president of one of the organization in Zambia. Mimi ni makamu wa rais wa shirika mojawapo kule Zambia. And sometimes I enter parliament. Na kuna kipindi huwa naingia bungeni. Then people begin to see me on the television. Ndipo watu wanaanza kuniona kwenye TV. Then who is this man? Huyu ni nani mtu huyu? So kama uko natembea, kwa hiyo kama unatembea mui dunia, unapasha unajishusha. Hallelujah. Umeshuka na kumwachilia Mungu fasi. Ajitumikie yeye mwenyewe. Are we together? Amen. Yes. I said do not have an arrival mentality. Nilisema usiwe na ufahamu wa kujiona umefika. Utadondoka. Hallelujah. You should be firm. Inabidi uwe thabiti where you stand. Pale uliposimama. Amen. You know James chapter 4? James chapter 4 verse 10. You know? James chapter 4 verse 10. Give us your Jacobo chapter 4 verse 10. Okay. The Bible, James chapter 4 verse 10. Yakobo sura ya 4 mstari wa 10. The Bible says, humble yourself before the Lord, and he will lift you up. Jidhirini mbele za Bwana, naye atawakuza. Amen. So if you humble yourself before him, kwa hiyo kama ukinyenyekea mbele zake, the Lord will lift you up. Mungu atakuinua. I say do not have an arrival mentality. Nasema usiwe na ufahamu wa kujiona umefika. Hallelujah. Allow him. Mruhusu to do the work. Afanye kazi. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Allow him. Mruhusu. Stand with our Father here in this church. Simama pamoja na baba yetu hapa kanisani. No matter you know anything. Haijalishi unajua nini. But humble yourself. Lakini nyenyekea. There is a grace when you humble yourself. Kuna neema pale unapojinyenyekeza. That comes from our Father. Ambayo inatoka kwa Baba. Hallelujah. Hallelujah. It doesn't matter what you have. Haijalishi ni nini unacho. But the requirement is humbleness. Lakini kinachohitajika ni unyenyekevu. And the Lord will lift you up. Na Mungu atakuinua. Amen. You know you need to understand this. Inabidi ufahamu hili. Every level of achievement, kila hatua ya mafanikio, there is a test. Kuna jaribu. Hello? Every level of your achievement, kila hatua ya mafanikio, there is a test. Kuna jaribu. There is a test of time. Kuna jaribu la muda. There is a test of resources. Kuna jaribu la vitu. Hallelujah. There is a test. Kuna jaribu. So for you to go to the next level, kwa hiyo kwa wewe kuingia katika hatua nyingine, you need to pass through the process. Inabidi upite kwenye mchakato. Hallelujah. Hallelujah. Yes. There are processes. Ndiyo, kuna michakato. So follow the procedure. Kwa hiyo fuata hatua. Amen. Hallelujah. So be careful. Kwa hiyo uwe makini. And manage your celebration. Na utunze sherehe yako. Be careful and manage your celebration. Uwe makini na utunze sherehe yako. Because in that celebration, kwa sababu katika huo kusherekea, God can test you. Mungu anaweza kujaribu. Hallelujah. Hallelujah. Do you know that we are building the church? Unajua kwamba tunajenga kanisa? And yes, I know that you have arrived. Ndio ninajua kwamba mmekwisha kwanza. But why can't you give your resources to the kingdom of God? Lakini kwa nini huwezi kutoa mali zako kwa ajili ya ufalme wa Mungu? And sometimes you hear the word God is telling you. Na kuna wakati unasikia neno Mungu anakuambia, buy 20 bags of cement. Nunua mifuko 20 ya simenti. Is this my mind or what? Nasema hii ni akili yangu au? Because you are celebrating. Kwa sababu bado upo katika kufurahia. Come and test you. Na Mungu atakuja kujaribu.
I want 10 bags of cement. Ninahitaji mifuko 10 ya simenti. Hii ni neno langu tu, mimi nasikia tu. Hii haina Mungu. Hello? So there's a test of time. Kwa hiyo kuna jaribu la muda. There's a test of resources. Kuna jaribu la mali. So you need to manage. Kwa hiyo inabidi uweze kutunza your celebration. Furaha yako. There is much. Kuna zaidi. Kuko na vitu vya mingi viko na kuya mbele yako. Amen. So if you manage, kwa hiyo kama ukitunza well, vizuri, then God will keep on. Ndipo Mungu ataendelea. Will keep on pressing upon you. Will keep on giving what you want. Ataendelea kukupa kile unachokihitaji. Hallelujah. Hallelujah. Because there's a law that you are following. Kwa sababu kuna sheria ambayo unaifuata. Amen. Hallelujah. Hallelujah. But the principal factor, you need to humble yourself. Lakini kanuni ya muhimu inabidi unyenyekee. Everything that you do, chochote unachokifanya, humble yourself. Jinyenyekeshe. Number 3. Jambo la 3. We are talking about the prices. Tunaongelea kuhusu gharama. There is a price of greater enlightenment. I will repeat. There is what we call the price of greater enlightenment. Kuna gharama ya nuru kuu. I got it clear. The price of greater, the greater enlightenment. Yes. So in your Christian journey, kwa hiyo katika safari yako ya Ukristo, there are prices that you need to follow. Kuna gharama ambazo inabidi uzifuate. Hello? And this price, hizi gharama, is very difficult now. Ni ngumu sana sasa for you to obtain it. Kwa wewe kuzipata. So listen very carefully. Kwa sikiliza kwa makini sana. As we peruse and perceive in it. Tunapoifunua na kuzipitia. Galatians chapter 2 verse 1. Wa Galatia sura ya 2. We are talking about the price of greater enlightenment. So let's go to Galatians chapter 2 verse 1. Wa Galatia sura ya 2 mstari wa 1 to 2 mpaka wa 2. Galatia English version. Galatians chapter 2 verse 1. Wa Galatia sura ya 2 mstari wa 1. Yes, the Bible says, then after 14 years, I went up again to Jerusalem. This time with Barnabas. I took Titus along with me. Verse 2. I'm interested in verse 2. And verse 2 says, then, okay. Verse 2. Okay. I went in response to a revelation and meeting privately with those esteemed as leaders. I presented to them the gospel that I preach among the Gentiles. And I wanted to be sure I was not running and had not been running my race in vain. Swahili. Mstari wa 1. Kisha baada ya miaka 14 nalipanda tena kwenda Yerusalemu pamoja na Barnaba. Nikamchukua na Tito pamoja nami. Nami nalikwenda kwa kuwa nalifunuliwa. Nikawaeleza injili ile niihubirio katika mataifa, lakini kwa faragha kwa hao walio wenye sifa, isiwe labda napiga mbio bure au nalipiga mbio bure. Hallelujah. Hallelujah. So you need to hear this. Kwa inabidi usikie hiki. In this kingdom, katika ufalme huu, we move with the revelation. Tunatembea na ufunuo. Hello?
In our kingdom, katika ufalme wetu we move with revelation. tunatembea na ufunuo. Paul is telling us, Paulo anatuambia, I went up with a revelation. nalikwenda nikiwa na ufunuo. He did not go with a suggestion. Hakwenda na He mapendekezo, went up with a revelation. alikwenda na ufunuo. So in our kingdom, Kwa hiyo katika ufalme we wetu move with a revelation. tunatembea na So ufunuo. there must be that spiritual enlightenment in you. Kwa hiyo lazima kuwe na hiyo nuru kufunuliwa kwako. You cannot just be moving. Hauwezi tu There kutembea, must be a revelation. lazima kuwepo ufunuo. Hallelujah. The Bible says, my people are perishing because of lack of knowledge. Not so. Biblia inasema watu wangu wanamiza kwa kukosa maarifa. And it says in Proverbs, where there is no vision, people perish. Na inasema katika Mithali kwamba mahali ambapo hapana maono watu Hapa kanisani tuko na maonyo, ile inatutembesha as a church. So even in your Christian journey you should have a revelation. Kwa hiyo hata katika maisha yako ya Ukristo lazima uwe na ufunuo ambayo yanakuongoza. Hallelujah. Yes. Paul says, I went up Paulo anasema nalikwenda with a revelation. kwa kuwa So nalifunuliwa. without the revelation, Kwa hiyo bila ufunuo you cannot meet your expectation. hauwezi kukutana na tarajio lako, Because there's nothing kwa sababu hakuna kitu that is pushing you. ambacho kinakusukuma. Hallelujah. You can't see anything. Huwezi kuona chochote. Wengine watakuja hapa kanisani and we tell them that we want to build that church Na tutawaambia kwamba tunataka tujenge kanisa lile, because they can't see kwa sababu hawawezi kuona, very far. They will just see the dents. kwa sababu hawawezi kuona na kuhakiki, wataona tu hema. Hallelujah. Haleluya. So now if there is a revelation, Kwa hiyo kama kuna ufunuo, the revelation will tell you now ufunuo utakwambia sasa what to do, kile unachopaswa where you are kukifanya, going. mahali So unakokwenda. as a child of God, Kwa hiyo kama mwana wa Mungu, don't move with suggestions. usitembee na Move mapendekezo, with a revelation. tembea na ufunuo. Hallelujah. Are we together? 1 Corinthians chapter 8 verse 2. Wakorintho wa kwanza sura ya 8 mstari wa 2. 1 Corinthians chapter 8 verse 2. Wakorintho wa kwanza sura ya 8 mstari wa 2. I'm about to wind up. Ninakaribia kuhitimisha. I don't talk too much. Huwa semi sana. Hallelujah. Haleluya. I want to leave people with the question mark. Ninapenda niwaache watu na So kiulizo that they call me again to say, no, come. ili waweze kuniita tena waseme njoo. Hallelujah. Praise the Lord. 1 Corinthians chapter 8 verse 2. Wakorintho wa kwanza sura ya 8 mstari wa 2. The Bible says, Biblia inasema, those who think they know something do not yet know as they ought to know. mtu akidhani ya kuwa anajua neno, hajui neno lolote bado kama impasavyo kujua. Hallelujah. So they think they know anything, Kwa hiyo wanadhani ya kwamba wanajua kila but kitu, they are yet to know a lot. lakini bado hawajajua lolote. That's why I was saying we go by the revelation. Ndio maana nilisema tunakwenda na ufunuo, Because where the Spirit of God is, kwa sababu mahali ambapo Roho wa Bwana yupo there is liberty. kuna uhuru. And John chapter 16 Na Yohana sura 16 verse 13 says, mstari wa 13 when inasema, the Holy Spirit comes, Roho Mtakatifu akisha He will kuja guide you atawaongozeni into all truth. katika And you kweli are not going to yote, speak on your own mind. katika kweli yote. Hivyo hamtanena But kwa akili zenu, whatever He hears from the Father, lakini chochote atakachokisikia kutoka He kwa will Baba reveal it unto you. atakifunueni kwenu. Hello? He will reveal. Atakifunua. Are we together? Acts chapter 18 Matendo ya Mitume sura ya 18 verse 24. mstari wa 24. We'll reach up to 26. Tutasoma hadi mstari wa 26. We'll reach up to there from 24. Tutaanzia 24 tutakwenda hadi 26. Amen. Acts chapter 18 Matendo sura ya 18 verse 24.
mstari wa 24. The Bible reads, "Meanwhile, a Jew named Apollos, a native of Alexandria, came to Ephesus. He was a learned man with a thoroughly knowledge of the scripture." Verse 25. "He had been instructed in the way of the Lord, and he spoke with great favor and taught about Jesus." He thought about Jesus accurately. Thoroughly, he knew only the baptism of Jesus, or the baptism of John. 26. "He began to speak boldly in the synagogue. When Priscilla and Aquila heard him, they invited him to their home and explained to him the way of God more accurately." Twende na Swahili. Anzia mstari wa 24. "Basi Myahudi mmoja jina lake Apolo, mzaliwa wa Iskanderia, mtu wa elimu, akafika Efeso, naye alikuwa hodari katika maandiko. Mtu huyo alikuwa amefundishwa njia ya Bwana, na kwa kuwa roho yake ilikuwa ikimwaka, alianza kunena na kufundisha kwa usahihi habari za Yesu, naye alijua ubatizo wa Yohana tu. Akaanza kunena kwa ujasiri katika sinagogi. Hata Priscilla na Akila walipomsikia, wakamchukua kwao, wakamweleza njia ya Bwana kwa usahihi zaidi." Haleluya. Haleluya. Kuna watu wa mingi wanajua sawa, wanajua vya mingi sana. But look at this person. Lakini mwangalie mtu huyu. He only knew, alijua tu the baptism ubatizo of John. Ubatizo wa Yohana. Hello? So now here comes Priscilla and Aquila. Sasa hapa wanakuja Priscilla na Akila, who know about Jesus Christ ambao wanajua kuhusu Yesu zaidi. They took him behind. Wakamchukua And they begin to explain to him na wakaanza kumweleza about the full weight of God, kuhusiana na neno kamili la Mungu. Kwa kwamba nilisema kuna watu wanajua vitu vya mingi sana, but if they think that they know a lot, kama wakidhani ya kwamba wanajua, they don't know, bado hawajui, until the revelation comes unto them, so that they be revealed in the revelation. Ni mpaka ufunuo uje kwao. So this man knew only the baptism, and he was very busy preaching. Huyu mtu alikuwa anajua tu kuhusu ubatizo wa Yohana, lakini alikuwa yuko busy sana kihubiri. There must be a price of enlightenment. Lazima kuwepo gharama ya kutiwa nuru. Hello? Yes. So you should have that. Ili uwe na hicho. The desire to know. Shauku ya kutaka kujua. A lot of things about the word. Vitu vingi kuhusiana na neno. A lot of things about the kingdom of God. Vitu vingi kuhusiana na ufalme wa Mungu. So I said in the beginning to say, don't be at the rich, that alive mentality. Ndio maana mwanzo nilisema haitakiwi uwe na ufahamu wa kujiona umefika. That you know a lot of things. Kwamba unajua vitu vingi. There must be a spiritual enlightenment. Lazima kuwepo na kutiwa nuru katika roho. Hallelujah. So if the Spirit of God reveals to you, kama roho ya Mungu akifunua kwako, then you are going to speak with boldness. Utakwenda kusema kwa ujasiri. Then you are going to speak with confirmation. Utakwenda kusema ukiwa na hakika. From the Holy Ghost. Kutoka kwa Roho Mtakatifu. Hallelujah. Hallelujah. So this man thought of knowing anything. Huyu mtu alikuwa akidhani kwamba anajua kila kitu. A lot. Anajua sana. But here comes. Lakini hapa anakuja A woman. Mwanamke. Took him. Anamchukua and begin to expound na kuanza kumweleza about the kingdom of God, kuhusiana na ufalme wa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. So you too, kwa hiyo wewe pia desire, kuwa na shauku of that spiritual enlightenment, kuwa na shauku ya kuwa na huo kutiwa nuru katika roho of God, kuhusiana na neno la Mungu. Hallelujah. Hallelujah. You know, neno moja wengine atakuja ana preach
But they will be different when someone comes who is filled with the Spirit of God and speak the same word. Kutakuwa na tofauti mtu atakapokuja akiwa amejazwa na Roho wa Mungu na akasema neno lile lile. Because he has a revelation. Kwa sababu ana ufunuo. That's why he will speak. Ndio maana atasema in the enlightenment of the word. Katika nuru ya neno. Hallelujah. Are we together? Yes. So you need to understand this. Kwa inabidi uelewe hili. If you want to rise higher, kama unataka kuinuka juu, please write this. Naomba uandike hili. If you want to rise higher, kama unataka kuinuka ufike juu in life, katika maisha, you must contain greater level of enlightenment. Lazima uwe, ntarudisha tena. Tarudia. Amen. I said, if you want to rise higher, kama unataka kuinuka ufike juu in life, katika maisha, you must contain, lazima uwe, greater levels of enlightenment. Lazima uwe na viwango tofauti vya ufahamu wa neno la Mungu. Viwango tofauti vya neno la Mungu. So what are these things? Sasa hivi vitu ni nini? Now we need to know this. I just wrote two things. Nimeandika vitu viwili tu. You need to know this. Inabidi uelewe hiki. There is what we call, you should have the mystery of the kingdom of God. Kuna kitu nasema lazima uwe na siri za ufalme wa Mungu. The mystery of the kingdom of God. Siri za ufalme wa Mungu. These are superior levels of the knowledge of the mystery of the kingdom of God. Hivi ni viwango vya nguvu vya ufahamu wa neno la Mungu. I said these are superior levels of the knowledge of the mystery of the kingdom of God. Hivi ni viwango vya nguvu sana vya ufahamu wa neno la Mungu. Kuna vitu vingi sana we need to know and understand about the kingdom of God. Kuna vitu vingi ambavyo tunapaswa kuvielewa na kuvifahamu kuhusu ufalme wa Mungu. Hallelujah. We need to know the mysteries that found in the kingdom of God. Tunahitaji kufahamu siri ambazo zinapatikana kwenye ufalme wa Mungu. Remember in my introduction I said in this kingdom. Kumbuka katika utangulizi wangu nilisema katika ufalme huu. We speak in front of the light. Tunasema katika ufalme, katika nuru. So the light of God, kwa hiyo nuru ya Mungu will enlighten you. Itakutia nuru wewe. To see beyond. Kuona zaidi. In the realms of the spirit. Katika ulimwengu wa roho. Hallelujah. Hallelujah. Are we together? So I said we move and we speak in front of the light. Kwa hivyo nikasema tunatembea na kusema katika uwepo wa nuru. Amen. We don't just talk anyhow. Hatusemi tu. We don't just speak from the bruise. We speak because there is a light. Tunasema, tunanena kwa sababu kuna nuru. Hallelujah. Yes. These are spiritual levels of the knowledge of the mystery of the kingdom. Hivi ni viwango vya nguvu sana vya ufahamu wa siri za ufalme wa Mungu. Matthew 13 verse 11. Mathayo 13 mstari wa 11. Matthew 13 verse 11. Mathayo 13 mstari wa 11. Yes. He replied, because the knowledge of the secret of the kingdom of heaven has been given unto you, but you do not know them. Sema kwa Swahili. Akijibu akawaambia, ninyi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme wa mbinguni, bali wao hawakujaliwa. Hallelujah. You need to know the mystery of the kingdom of God as a child of the kingdom. Unapaswa kujua siri za ufalme wa Mungu kama mwana wa Mungu. Amen. Watu watakuuliza, afu huyu anatoka je?
why this man has gone up? Why? Mtu huyu ni kwa nini ameinuliwa, ameinuka? There is a secret Kuna siri that you need to know ambayo unapaswa kuijua about our Creator. kuhusu muumbaji wetu. Hallelujah. Haleluya. And it is revealed unto you. Na inafunuliwa kwako. But there are prices that you need to pay. Lakini kuna gharama ambayo inabidi uilipe before God reveals to you. kabla Mungu hajaifunua kwako. People desire to move with anointing. Watu wana shauku ya kutembea na There is a upako. price for you to pay. Lakini kuna gharama ambayo unapaswa kulipa